Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Serikali kupitia Wizara ya Madini imefuta leseni za utafiti 74 zenye ukubwa wa ekari 700 ambazo hazijaendelezwa na wamiliki wake na zinatarajiwa kugaiwa kwa makundi ya wachimbaji wadogo, vijana na wanawake kote nchini. Ni mapokezi ya Waziri wa Madini Anthony Mavunde katika mgodi wa wachimbaji wadogo wa Msasa uliopo Runzewe wilayani Bukombe mkoani Geita, ambapo Waziri Mavunde anatumia hadhara hii kufikisha nia ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuwezesha makundi ya wachimbaji wadogo, vijana na wanawake. Ya kweli ambayo nayasema hapa, na kama mnafikiri nadanganya, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni shahidi. Tumefanya ambayo nimelifanya hapa kule Nyang'hwale. Nimetoka wiki 3 zilizopita Nyang'hwale, tumetoa leseni kwa vikundi vya vijana. Mimi nataka niwabadilishe kutoka kwenye kulalamika hizo asilimia kwenye maduara ya watu, na ninyi mpate watu wa kuwachimbia maeneo yenu, au sio? Huo ndo ambao nitaka niuseme hapa, utaratibu huo ambao naamini kabisa utakwenda kujibu changamoto zenu nyingi sana. Sasa katika eneo hili la karibu na hapa, katibu mtendaji wa Tume ya Madini na mwenyekiti wako wa Tume ya Madini mpo hapa. Kuna leseni ya STAMICO ya utafiti ambayo ilikuwa imefikia mwisho. Maelekezo yangu leseni hii ipangwe vizuri. Nataka leseni hii irudi kwa macho ya vijana wote ambao wananiangalia hapa, na wao tuwaweke katika utaratibu mzuri, tuweze kuwapatia maeneo hayo waweze kuchimba wenyewe. Ndugu zangu, mtakachowaomba ni kitu kimoja tu. Hatuwezi kutoa leseni kwa mtu mmoja mmoja. Lazima mkae katika vikundi vya idadi ya watu ambao mtakuwa mnakubaliana, na niombe zoezi hili lianze kesho ili utaratibu wa kuanza utoaji wa leseni ufanyike mapema iwezekanavyo, na kazi hiyo nitarudi kuifanya mimi mwenyewe. Msasa oye! Madini oye! Kwa upande wake, Rais wa Shirikisho la Vyama vya Wachimbaji Madini nchini FEMATA, John Wambura Bina, amesema ili kuondoa migogoro kwa wachimbaji wadogo ni vyema kuingia makubaliano. Niombe uongozi wa mgodi, nitumie nafasi hii hapa kwamba yale yote yatakayekuwa mnayafanya kwenye shughuli zenu za uchimbaji yawe kwenye makubaliano, ili pale ambako kiongozi ama DC analetewa malalamiko basi asome makubaliano. Tuna idadi ya zaidi ya watu 4,000 ambao wapo wanajihusisha na shughuli mbalimbali, wakiwepo wachimbaji wenyewe ambao tunao hapa, lakini tunao pia kundi la wafanyabiashara mbalimbali, biashara ya chakula na bidhaa zingine ambazo kwa ajili ya mahitaji muhimu ya wachimbaji hawa. Lakini kubwa zaidi kuliko hayo, mgodi huu pia umetuwezesha kupata vipato sisi kama mtu mmoja, lakini pia hata sehemu ya serikali pia tumeweza kupata kupitia kodi mbalimbali ambazo zimeweza kutolewa. Mheshimiwa Waziri, utakumbuka katika malengo ya bajeti ya mwaka 2025-26 mkoa wa kimadini wa Mbogwe ulipewa target ya kusanya shilingi bilioni 25, na katika hizo tayari mpaka kufikia mwezi huu Desemba tumeshakusanya asilimia 99.7. Kwa hiyo utaona bado 0.3 tukamilishe asilimia 100. Napenda kuhakikishia itakapofika tarehe 31 Desemba, nusu ya mwaka, tutakuwa tumeshavuka asilimia 100 ambayo tumepewa kama malengo ya ukusanyaji wa kodi katika mwaka huu wa fedha. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Geita Martin Shigela ameliagiza shirika la umeme nchini TANESCO kufikisha umeme katika mgodi huo wa Msasa. Tumeshakwisha kuelekeza, la kwanza tuwaletee umeme kwenye yale machimbo ili gharama za uchimbaji ziweze kupungua. Tayari injinia wa umeme umekuja, meneja wetu wa wilaya na meneja wa mkoa wanafanya survey
wajue ukubwa wa transformer unayohitajika, na ndani ya muda mfupi, Mheshimiwa Waziri, tutaleta umeme ili hata uchenjuaji na makaracha na nini yaendeshwe kwa umeme badala ya kuendesha kwa mafuta, na hilo jambo tutaweza kupunguza kwa kiwango kikubwa. Mheshimiwa Waziri, hili moja hatua ambayo tumeshaanza kulichukua, lakini hoja ya asilimia wanayoipata nilijaribu kuangalia kwenye sheria na kanuni. Mheshimiwa Waziri, haya ni mazoea ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu. Ombi lao wanataka yasiwe mazoea, yaingie kwenye kanuni, ikiwezekana kwenye sheria, na asilimia ziangaliwe ili hasa haki yao ikae kwenye utaratibu kama watu wengine. Swala la pili, leo hapa kwenye machimbo haya hatuna huo mgogoro. Wachimbaji wadogo wanaruhusiwa. Changamoto tu inakuwa labda mimi nimepewa kwenye duara halina mali, mwenzangu kapata. Lakini hatuna changamoto ya mmiliki wa leseni kuwafukuza wachimbaji. Na maelekezo yako Mheshimiwa Waziri, ambayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais, ulinipigia simu ukasema wachimbaji wadogo wasiondolewe. Namshukuru sana mmiliki wa leseni, hajawahi kutangaza kuondoa wachimbaji wadogo. Mimi ninaamini atatekelezwa kwa sababu ni kilio kikubwa cha wachimbaji wadogo kwamba wanaomba wapandishiwe wapewe 2% kutoka kwa wenye maduara, na hilo mimi ninaona linawezekana, na ninaamini siku ya kesho kutwa inapofika majibu yatatolewa ya kwamba wachimbaji wadogo wameshapewa haki yao ya kupewa 2% katika hayo maduara. Na jambo lingine, serikali kitendo cha kufuta leseni na kuwapa wachimbaji hasa vijana, hiyo ni sehemu ya serikali ya awamu ya 6 kuchukua hatua kwamba vijana waweze kupata ajira, kujiajiri, na hiyo ndio itasaidia kuendelea kuleta amani katika taifa letu. Na ndio maana unaona eneo hili lina watu karibia laki 2, laki 3, lakini wote wako na amani kwa sababu wanapata riziki. Kwa hiyo serikali inapochukua hatua kufuta leseni na kupeleka kwa wachimbaji wadogo, hiyo inasaidia kuleta amani, na sisi kama mabalozi wa amani tunaona serikali inafanya kazi vizuri kutusaidia sisi kufanya